Tusonge mbele mtazamaji. Siku moja baada ya mahakama Nakuru kumwachilia huru Seneta Uasin Gishu Jackson Mandago, wazazi kutoka kaunti ya Uasin Gishu waliopoteza pesa zao katika sakata ya masomo ya Ufini wametoka hadharani kuzungumza. Sasa wamemwomba Jaji Mkuu Martha Koome kuingilia kati na kuwasaidia ili kupata haki. John Tirop Murray ni miongoni mwa wazazi wanaodai kupunjwa jasho lao. Tulikumbana naye katika eneo la Simat, kaunti ya Uasin Gishu, akiwa amesawijika. Sakata ya ufadhili wa masomo ya Ufini ni kama ndoto mbaya kwa familia na nafsi yake. 1,200,000 ili mtoto aende. Nikakuja Jikakamua, nauza ng'ombe kila kitu. Nikapeleka mpaka kaunti. Siku hiyo yeye alikuwa gavana. Basi tukafungua account nyingine kwa KCB. Tunaenda lipa shilingi 10,000 ati ya account, alafu nafungulia nyinyi account. Mali nawekanga pesa. Sasa hii mtu mshajenga nyumba kubwa. Kwa hiyo shamba yangu niliuza. Sasa yeye naishi na mimi nakaa nyumba, hata wewe naona nyumba yangu mile nakaa. Na yule niliuzia hiyo shamba anamshajenga nyumba ya permanent tena ya karibu ghorofa. Nyumba kubwa sana. Murray amesema alisikia kwanza kuhusu mpango wa masomo ya nje ya nchi kutoka kwa watu katika jamii. Kwa matumaini ya kupatia mjukuu wake mustakabali bora, alienda ofisini kwa aliyekuwa gavana kipindi hicho Jackson Mandago kupata maelezo. Baada ya kuelezwa, aliondoka akiwa na uhakika huu ndio milango ya familia yake ilikuwa inasubiri. Yeye anafanya mei, hakuna kazi anafanya. Natembea kwa watu, nafanyia kazi watu. Sababu ilikuwa tuko mtumaini, mimi naambia basi maneno msiaenda kotini, ukirudisha hiyo pesa wewe utakujaenda. Usikupe moyo, wewe utaenda. Halafu jana tukasikia hii maneno atinatupwa kwa kotini. Anavunja roho ya mtoto. Sasa mtoto iko nyumbani. Mtoto alilia machozi. Na hiyo machozi alitiririka. Hawezi tiririka bure. Hawezi enda jini bure. Ataenda na mtu. Uamuzi wa mahakama ya Nakuru ulimkosesha moyo Murray, lakini alisema hatokata rufaa. Anaamini haki itawafikia wale waliotenda udhalimu. Mimi najua pesa ndio nafanya kazi. Sisi hatuna pesa ya kusindana. Mimi naambia Mandago, kuleni hiyo pesa yetu. Lakini Mungu ndio anajua. Usifurahi. Iko masemo wewe ni mnandi Mandago. Wewe unajua muma. Kumbuka kabisa, rutisia sisi pesa. Mtoto amevua nguo mtoto, alafu sisi napata chakula ya kukula. Ameenda maid, alafu nakuletea sisi sukari, nakuletea sisi kila kitu, hata nguo. Nafanya kazi ya maid. Utafanya nini? Kumbuka kabisa, hata hapana kumbuka, basi chukua tu. Wacha nikufe namna hii, na shauri ya wewe. Hata hivyo, Mandago amesisitiza kuwa wazazi bado wanastahili kurejeshewa pesa zao. Amekuwa akisema wale waliolipa kwa kuaminiana na wale ambao vibali vyao vilifanyika baada ya kuondoka ofisini ndio wanapaswa kuchukua jukumu. I left office when the program was running on the 22nd of August 2022, and by that time that account that was cited in court had an amount of 108 million in that account. After I left, more than 60-70 students also still proceeded to travel for overseas studies and also to seek employment opportunities. Murray alikuwa miongoni mwa wazazi waliotoa ushahidi dhidi ya Mandago na wengine walioshtakiwa huko Nakuru. Aliwasilisha ushahidi ikiwemo risiti za malipo kwa mpango wa masomo ya nje ya nchi, na akiwa na matumaini ya kupata uamuzi wa haki. Alikuwa vilevile miongoni mwa wazazi waliokutana mjini Eldoret kueleza kukerwa kwao na uamuzi wa mahakama. Sasa wanasema tumaini lao pekee ni Jaji Mkuu Martha Koome kuingilia kati. Elvis Kosgei, KTN. Kwingineko